Miaka 5 nitahakikisha kila mtaa unakuwa na shule ya chekechea ili kulinda watoto wetu. Na hizo shule za chekechea zitajengwa kwenye ofisi ya serikali ya mtaa. Kwa sababu viongozi wa serikali ya mtaa si ndio walinzi wa amani? Kwa hiyo kupitia hilo tutakuwa na amani na watoto wetu. Ndio na tutaanza na mtaa wa National Housing tulipoanzia mkutano, ndio maana nimekuja kuanzia mkutano hapa. Na nitafanya kazi vizuri na mwenyekiti wa serikali ya mtaa pamoja na mabarozi. Kama tunahitaji michango, kuna sehemu itagomea, nitawaheshimu kwa ngazi zao zote. Ndugu zangu, kuna mipango ya barabara ya rami katika mtaa wa National Housing. Kuna barabara ya rami inayotoka NBC inakuja huu mtaa wa nyuma, inaenda kutokea Vision, inageuka inaenda Kiesa, inaenda kuunga na Ngalanga. Huo uwezo wa rami atauelezea zaidi mbunge, lakini mumeandikwa. Kazi yangu mimi ni kuhakikisha na sukuma fidia za nyumba zinazozuia huo mpango kwa sasa kwanza, ili ilipwe fidia, kwa sababu hiyo fidia kidogo iko hata mimi kusemea kwenye baraza la madiwani, na mwenyekiti mstaafu alishanidokeza kwa Kafungu ameondoka kapo. Kwa hiyo na uhakika rami itajengwa ndani ya miaka 5, haiwezi kupita miaka 2 itakuwepo. Naomba wana Kiesa muwe na uvumilivu. Tumeshateseka miaka zaidi ya 10 na hivi, tukivumilia miaka 2 mitatu kuna shida? Kuna shida ya maji katika mtaa wa National Housing. Lakini mbunge wetu Deo Mwanyika tukiwa kwenye mkutano hapo stendi alishausemea mradi wa maji na miradi ambayo imekamilika na mradi unaoendelea wa Runyanyu unaokuja kumaliza shida ya maji mkoa wa Njombe nzima. Shida wana Njombe hamtembei. Nendeni pale Runyanyu mkashangae ule mradi unakwenda kwa spidi. Mtaamini kuwa maji Njombe yatakuwa ya kumwaga. Ndugu zangu wa Mgendera, kuna shida umeme katika. Ule mfumo wa umeme ulikuwa ni mfumo wa Wemba ambao ulikuwepo na pale Agafilo. Tumeongea nao tukiwa pale Agafilo, wameshaleta transformer mpya na umeme sasa hausumbui, na huo mpango ukitoka pale unakuja Mgendera. Naomba ndugu zangu muwe na imani na naozungumza. Tuna shule yetu ya Njombe, shule ya msingi pale. Nimepita pale, nimeuliza walimu kuna shida gani? Wanasema shida jiko la kupikia chakula. Naomba mkinipa ridhaa, jengo tutaanza kufanya mpango na ofisi ya serikali ya mtaa litaanza kujengwa. Nimeongea na mwenyekiti wa halmashauri kwa kudodosa, akaniambia pale utapata na matundu ya choo 22. Lakini ni mwenyekiti mstaafu. Nimedodosa yani nitaingiaje? Si unajua ugeni? Jamani ugeni si mnaelewa? Kilimani, wana Kiesa, katika miaka yangu 5 mkinipa ridhaa, lazima kuwe na sekondari. Tutaanza hata kwa nguvu zetu, lazima sekondari kamilike. Lakini lazima tuwe na chekechea ambayo ni ya serikali. Sawa ndugu zangu? Mimi wana Njombe naomba muwe na imani na mimi. Mimi napenda kazi. Chapa kazi wewe. Kwani unafikiri kushika hii mic na kubaki unaongea kila siku utaweza? Uwezi. Kwa onyesha kwa vitendo. Angekuwepo mwenyekiti wangu wa serikali ya mtaa Kiesa, tulikaa chini tukapanga tunataka zahanati. Nikaambia mama, watu ili wachange lazima mmoja aumie. Mimi niliumia kwa kutoa milioni ngapi? 4. Huo mchango wa milioni 4 nilitoka siku hii.
zahanati Kiesa ipo haipo? Inafanya kazi haifanyi? Sasa mnataka nini? Mpigieni kura Deo Mazao, mpigieni kura Deo Mwanyika, pigeni kura kwa Samia Suluhu Hassan. Mimi nawaambia miaka 5 mkitupa ridhaa, Njombe itatisha. Na ile zahanati pale dadangu Lili, lazima tukaiombe maodi hata mawili, la kike na la kiume. Ndugu zangu, naombeni tarehe 29 kapigeni kura ya Deo Mazao, Deo Mwanyika, Mama Samia. Tusipoteze muda, tunataka maendeleo. Hii kata nawaambia ndugu zangu itaenda vizuri. Na mwingine amenitumia message, mbona huku Mgendera kuna chocho zimezibwa? Zitazibuliwa kwa mujibu wa sheria, wanaardhi wapo. Amesema mwingine, mbona soko la Dodoma tunalea vibaka? Lakini hao vibaka ni watoto wetu. Wapo watu wa mipango miji na vile vibanda vilijengwa, tutaangalia vifanye nini na mji unazidi kukua. Sawa ndugu zangu? Vile vibanda vitakuja kufanya kazi vizuri. Mji si unakuwa? Chuo kinakuja na watu wengi. Labda nimuulize kakangu Lutombe, kinakuja na watu wangapi? Mwakani 1000. Au 1000 tu nyumba za Kiesa kama mjajipanga sijui. Watoto msiwafukuze, ila muandalie mazingira mengine ya kuhama kidogo kidogo. Kuwafukuza hapana. Kwa sababu mzee alijenga nyumba yake, inatakiwa apate kodi pale inayomsaidia katika uzee wake. Si ndio mafao yake? Mzee yote wa Kiesa atakayeona mtoto hataki kutoka ndani ya nyumba, tutakaa, tunashauriana, tunachangisha, anapangiwa chumba, kaendelea. Akikaa miezi 6 inayofuata atajua mwenyewe. Sikwamba na kamtaji 200,000. Yaani mimi kwenye ushauri. Ila msiniombe ushauri kwenye ndoa. Huko hapana. Spend. Mimi mwenyewe mke wangu anamwambia sitaki unikosee bwana. Naporudi cheka. Nikiona vipi basi nikitoka nuna nyuma mimi nitembee. Swala la ndoa nani anaweza kushauri, ni gumu. Ila swala la mtoto anang'ang'ania kwenye nyumba, mzazi nitakushauri utaumia kidogo miezi 6 lakini utapumua miaka 5. Kwa hiyo ndugu zangu, naomba Kiesa mjipange, National Housing Chaugingi na mazingira ya Mgendera na katikati ya mji hapa, tujipange kupokea chuo kikuu